mimi najiuliza sana kwamba hivi mtumishi Mary aliwezaje kusema kwamba hivi hawa watoto wote wewe baba sio wa kwako? Yaani tu mimi hata kupewa nafasi ya kuabudu mimi Mary sikustahili kwa namna yoyote. Lakini kuona mzee alinipa nafasi, na ndio maana nasemaga mara nyingi Mungu anisaidie sana nisije nikaiangusha hiyo mioyo. Kwa sababu wako wengi walipitia humo, mzee alisema mlango ule pale. Ila ninashukuru Mungu sana, sijajua baba alikuwa anawaza nini mpaka kunipa nafasi ya kuweza kujieleza kwake, kuweza kusema na kunisaidia kwa namna nyingi mpaka nimesimama mpaka leo. Siwezi kujua kwamba alikuwa anaona nini. Rekodi za watu waliowahi kutubu, unaweza ukawema. Mimi kakipanda hako aliposhuhudia tu, ningetamani akina engineer wafanyie kazi hapo, wakakate wachukue na aka kipande kangu ka mwisho, wakakate taweka title ya moja mwanamke aliyethubutu kumwambia mume wake kwamba watoto hao unaowalea sio wake, sio wako. Inaweza wasielewe wananchi, lakini wengine wakati mwingine ikiwa itakuwa rahisi kwako, basi utatoa clip maalum kuelezea mchakato hivyo kwa mgumu. Mnafahamu kwamba binti huyo niliwahi kumsaidia, kumnasua katika hatari kubwa ya uhai wake kwa sababu ya makosa yake ambayo mimi sikuhusika. Anyway, hiki ulichokisikiliza hapa mwanzoni nitakuwekea kwa urefu ujue yeye mwenyewe aliwahi kusema, ikiwa yeye aliwahi kusema ubaya mkubwa wa aina hiyo kwaji aliyoutenda mwenyewe, ubaya mkubwa kiasi hicho. Mimi nikisema ubaya anaweza akawa ametenda kweli, mimi ninamchafua. Ubaya tunaotakiwa kusema ni wa nani? Tunatakiwa kusemea wapi? Katika Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 20 nasema, wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote ili na wengine waogope. Nadhani ili andiko halina hekima. Kimsingi nadhani wanadamu na uadui na Biblia. Hakuna njia ambayo ingeweza kusafisha kanisa au watu wa Mungu waonekane ni watu wa Mungu nje na kusema ubaya hadharani unaokuwa umetendwa. Shuhuda ngapi tunawaletea nzuri? Tuwaletee mazuri tu. Yaani humu kwenye Biblia watu wameandikwa waliotenda mazuri tu. Hakuna aliyetenda ubaya ameandikwa humu. Taarifa zake zilitangazwa ili wengine wajifunze. Watawala hawataki waambiwe makosa yao. Kanisani hamtaki makosa yenu yaambiwe hadharani, ila makosa yenu na madhara yake yenyewe yako hadharani. Tunatakiwa tukemee tu akina Samia, nyi wauaji wanaoweza kufanya mabaya kanisani, tuwakemee kwa siri. Manake tusiwe tunahubiri mitandao. Tukihubiri live kanisani, tuwe tunahubiri live za kusifia nye watu. Kuhubiri 100% ni kusema makosa ya watu, kumwonyesha mtu hiki ulikosea, hiki kinyume chake ni hivi. Ndo kuhubiri. Fulani kwenye Biblia alikosea hapa, lililotakiwa kufanya lilikuwa hivi, sio majina ya watu walioko humo. Anyway, vivyo hivyo nanyi kwa nje mmeonekana watu wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Hapa Yesu alikuwa anawaambia Mafarisayo katika Mathayo 23 mstari wa 28 kwamba mnajidai huko nje ni wasafi lakini ndani ni wachafu. Fuatilia maelezo, yanasema kwa nini msisafishe kwanza kikombe ndani? Kanisa
watu wa Mungu tunaweza tukaaminika sana kukemea mauaji, utekaji huku kwenye jamii, ikiwa jamii itatuona sisi wenyewe kanisani tunakabana. Jamii watatuona wapi? Watu waliofanya maasi kwenye hii Biblia ni kweli walikemewa kwa siri. Habari za kina Yuda, habari za kina kwamba baadaye akajinyonga, zimeandikwaje kama walikemewa kwa siri? Akina Petro kwamba rudi nyuma Shetani, ukikwazo kwangu. Yesu anamwambia hivyo. Yaliishia wapi? Mchungaji anapasi vipi, ana qualify vipi kuwa mchungaji na hakemei ubaya hadharani? Kwa Biblia hii nataka karipia, kemea na kuonya. Utakaripia kwa siri, utaonya kwa siri, utakemea kwa siri. Biblia imesema mkemee mbele za wote, wengine waogope. Hapana. Kimsingi mna ugomvi na Biblia, mna ugomvi nayo, hiyo ndo amtaka kabisa. Hapana, unazalisha. Nitakusomea maandiko. Mtu mwisho ubaya ni aibu. Mtu akifanya dhambi anatakiwa iaibishwe ile dhambi, ili na siku nyingine yeye na wengine waogope. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamae atapata rehema. Kuungama nini? Awekae wazi, mimi niliyekuwa muuaji, mimi niliyekuwa mzinzi. Na tuone pengine mfano hapa, akina Paulo, akina Petro. Kwa nini akina Petro, Anania na Safira walimkemea hadharani? Petendo wa Mitume 5:3. Petro akasema, Anania, kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako? Hakikuwa mali yako? Na ilipokuwa Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata, wakaondoka, wakamzika kwa sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Haya, mara Petro akamwambia Safira, imekuwaje hata mkapata kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu ya waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje, wewe nawe. Mara akaanguka miguuni paka akafa. Wale vijana wakaingia, wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu walioasikia haya. Huyu kasema ubaya wa mtu, ubaya wa watu, na wamekufa. Mimi nimeona natishiwa kwamba naweza nikafa, naweza kujua kesi. Watu wa Mungu, kanisa na kuhubiri ni kuriski maisha. Njia pekee ya kuponya tabia sugu ni kuitoa kwa gharama yoyote. Mhusika akiamua ngoja nichukue hatua hii, kesi watoto wetu wameshauawa. Mpaka leo ukiuliza alikuwa na kosa gani, haijulikani. Tumefungwa gerezani, haijulikani. Watu hawa kama walishuhudia kwa namna hizi kwamba tuliwasaidia, namna hizi wakazitumia, ngoja tufanye vituko. Kwa sababu sitawaambia undani wa yale ambayo yanaonekana huyo binti amejaribu kuyafanya. Mimi nimetumia yale ambayo mpaka wakati fulani nimeona posti yake fulani yuko kwenye kaburi, kaweka na picha babaka aliyefariki karibuni. Nikasema ni vizuri tu kwa mfano hujafanya chochote, tokea waambie watu sijafanya hili na hili na hili. Kwa mfano mimi, umeogopa kuniambia watu, nimekusihi sana, ongea kama kuna baya uliofanya, ongea. Haujataka wasaidizi wengine kanisani, haujataka. Hebu nilipue hadharani, huyu mchungaji, usiniita hata baba, huyu mchungaji kanisema vibaya, kanisema uongo, kasema kitu ambacho sijahusika, mimi sijafanyapo. Mimi nitaweka tu wazi fulani, mambo fulani kidogo. Watu wakikubalia, hakuna shida, mimi nitabeba msalaba huo.
Lakini kama kuna namna umefanya, wembe ni ule ule, njia ni ile ile ya kwanza. Kuweka wazi ndo uhuru wako, ni kubaya, ni aibu, ndo uhuru wako. Lakini namna ulivyokuwa unatekeleza mabaya haya, ulikuwa na makusudi fulani mabaya yenye madhara sana. Tumefunika mambo. Mimi kuwa habari sio tatizo, yani vijana kuposti huku, mimi sio tatizo. Tatizo ni nia ambayo wakati fulani iliwahi kutafsirika kama ni nia njema sana. Sijajua niwaambieje wananchi, Biblia imeagiza tutenge watu. Biblia imeagiza tuwatenge watu. Hivyo wakati wa kutenga watu tunatakiwa kufanya siri. Kuwapokea watu wanapokuja kanisani, tuwapokee hadharani. Tunapowafukuza kwa sababu wamekiuka mapatano ya jumuiya hiyo, tuwafukuze kwa siri. Tutazalisha hii dunia imechafuka kwa sababu ya akina Yehoshafati kuficha uovu wa Ahabu, kuficha uovu wa mfarume rafiki, kuficha uovu wa mfarume rafiki ndio kinachopelekea na watu wengine waliojiona wema kupata madhara. Hapana bwana, mimi Mbarikiwa na wewe tumekufichia mabaya yako, semeni bwana, nikeni mabaya, nikeni. Mnaficha nini? Mbona mimi naanika sana mabaya ya watu? Anikeni mabaya ya watu, watu wajue. Tunakujua, nikeni, lakini njia ya kuficha. Mimi ukija, nuru inamulika, inawekwa juu ya pishi, juu ya meza, juu ya mlima, haiwekwi chini. Mimi nitataka maisha yote unayekuja karibu na mimi uwe huru, tuwe tunayatangaza. Uliwahi kosea wapi? Uliwahi fanya vizuri wapi? Sio tuwe tunasema mazuri tu. Mimi katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 3, nianzie tu hapo. Kwa maana kweli nianzie ngapi? Yamkini nianzie tu moja. Yamkini habari imeenea ya kwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwa hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Aondolewe miongoni mwenu aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwapo katika mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Amekwisha kumhukumu. Paulo na hukumu, haendi mbinguni, alishaambiwa si hukumu. 4, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, mwili uaibishwe, ila roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui ya kwamba chachu kidogo hulichachua donge zima? Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu, niruke hapa niende 9. Jisafisheni kwa siri, kafichianeni siri wazinzi watupu, wezi watupu. Mimi kama nasema uchafu, ubaya wa wabaya walioko huko nje, ubaya utakaotendwa na mtu yoyote, mimi sinaga urafiki na kwa mabaya, sinaga ushirika, uumini. Pana shirika gani kati ya nuru na giza? Mimi sina. Tukaneni tu mnavyotukana, tukaneni, mtukane sana. Hamjaanza leo. Mimi nimekula matusi kwenye hii dunia. Lakini najaribu kusimama, kwa sababu ninachojaribu kufanya hapa, najaribu kuweka mfano wa namna ambavyo ilipasa jamii
ingekuwa makanisa angekuwa na misimamo ya aina hii ambayo ni ya Biblia, sio mbarikiwa kungekuwa na ukombozi mkubwa sana, mageuzi makubwa sana kwenye jamii yetu. Wachungaji, wahubiri hawana ujasiri wa kufanya hiki ninachokifanya, kwa sababu yeye anaweza yakafurumuliwa makubwa mno. Kuna watoto fulani tutakuweka wazi, sisi kwa mimi yaani kwa mimi ukisema kuna mambo utajipanga, utaniweka wazi, utamweka wazi mke wangu. Mimi mke wangu nishamuumiza. Kitendo cha imani langu ili kuwa sababu ya watu kuua mke wangu, kuua mtoto wa pekee wa mke wangu, kumsababishia matatizo aliyo nayo. Mke wangu ni mtu ambaye najua, hata kama unajua alikosea mahali, alinificha kitu mahali, ni ule woga wake wa kutaka ikiwezekana iwe vizuri zaidi, ikiwezekana niokoe mimi. Hiyo hata Sara bwana hata Sara aliwahi Ibrahim ili ajiokoe, na Sara aliwahi kuwa tayari Sara aingie kwa mfalme, awe kama mke wa mfalme, ili ikiwezekana Ibrahim awe salama. Mke wangu namfanisha na Sara bwana. Kwa hiyo kama kuna mambo utaishi, nitamchafua, mkambarikia na wavuruga, utajisumbua tu. Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewa lazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yahusu nini kuwahukumu wale walioko nje? Ninyi hamwahukumu hao walioko ndani, lakini hao walioko nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kumwondoa mbaya miongoni mwenu inatakiwa mfanye kwa siri. Wanadamu, fichianeni mabaya huko mnakokutanika wabaya watupu. Wazinzi watupu, mchungaji mzinzi, wazee wa kanisa wazinzi, ndio maana mnafichiana mabaya. Mimi siwezi kutangaza mema tu. Kama mnasikiza shuhuda za mishimamo na maisha ya vijana kwamba nimewasaidia, wamepiga hatua hii na hii, watakapokosea mtasikia habari za kwamba wamekosea. Lakini Sifa walikosea, walifanya vizuri, tuisema mazuri yao. Walipokosea tuisema makosa yao. Sifa wakati fulani iliwahi kumnyang'anya simu. Binti yangu hayupo, lakini wakati fulani alijitokeza akasema, baba, hii ndio njia ambayo kanisaidia. Sasa wewe mwingine akiona ana watu wa kumfariji, wa kumpokea, wachungaji sema njoo kwetu, kweli akija wewe ni mchungaji mzuri sana. Wala mimi sina shida, sina kazi nao. Na akirudi kwangu hahubiri leo wala kesho, na awe hajazini, kwa sababu kwa hii awamu itachukua muda sana kukanyaga tu kanisani kama mezini kabisa. Kwa sababu hata akija akisema tu basi makosa yalikuwa ni kwenye ukaribu tu na vijana, tulifika hatua hii na message za aina hii na mawasiliano ya aina hii na picha za aina hii, tulipiga picha za aina hii na hii. Naweza nikasema kama ulifika tu hapa kwenye picha, kwenye message, kwenye nini. Anyway, tufanye uchunguzi wa uharibifu mwingine ule. Tunapobaini kwamba hakuna mahali paliharibika. Na mimi kwangu, ficha sadaka, ficha fungu la 10. Usifiche dhambi, usifiche ubaya. Kuna litari kubwa, mimi naonaga ubaya tu. Ndio maana wengine, wewe mbona unakosoa tu? Mbona unaona makosa tu? Mbona unakosoa? Mimi naonaga ubaya tu, kwa sababu najua ubaya ni chanzo cha mabaya yote, ukatili wote duniani. So niambie wananchi, hata tukiweka wazi baadhi ya mambo, tunaweka kwa upendo mkubwa, tunaweka kwa nia ya kufundisha, nia ya kufanya watu wajue Mungu yuko, watu wa Mungu wako. Kipindi kama hiki, waumini pale unaona wametawanyika,
wanaogopa hatari ya kuuawa. Mchungaji, niko mapolini, sitakiwa nikumbatie kila mtu ili onekane na watu wengi. Hapana, mimi nitathibitika kwamba ni mtu wa Mungu kwa kutenda haki, kuamua haki, penye ubaya kusema ni ubaya. Unione nitakusaidia nikikwambia ubaya na madhara yake na ukaacha, lakini usione kwamba nahitaji msaada wako kwa sababu niko katika kipindi cha kuteswa kwa kukumbatia ubaya wako. Kunaweza ukawa na uchambuzi zaidi. Inatumiaga Biblia ni matukio. Kwa hiyo Yesu alitumia matukio kufundishia watu. Kwa kakitokea katukio, ujue kila doubt, kila namna ambazo nikiona zimekuwa too much, zitakuwa zikitolewa kwa ufafanuzi fulani. Ila mwe mnajua vya mimi ni simba, naweza kushika simba. Hii inaweza kukabili hatari kila kona. Kikubwa tu nijue sijamuonea mtu. Ni neno la Mungu lilipaswa liwe hivyo. Watu wa Mungu waishawahi pitia hivyo. Kiniita sina hekima, ndio maana kuta mabaya. Niko tayari kupokea kadhia, udhia na kupita kwenye hatari zaidi ya hizi ambazo nimepitia. Kitokea kuna eneo sijafafanua sawasawa, nitakuja fafanua. Lakini kwa nyinyi ambao mna chuki na Biblia, ni kweli lakini sasa sio vizuri, ni kweli lakini haikumaanisha hivi, ni kweli. Sasa chukulieni vile ilivyomaanishwa. Hebu ni kuache na clip ya huyu binti sasa. Kuache usikie mwenyewe alivyo kusema. Kama zigo bado utanitwisha mimi mwenyewe, niko tayari kulibeba. Lakini kama sivyo, jifunze jambo. Asante sana. Lakini pia nitoe fafanuzi kidogo. Mtumishi Baraka wakati anafungua ibada hapa akaongea akasema kwamba mimi najiuliza sana kwamba hivi mtumishi Mary aliwezaje kusema kwamba hivi hawa watoto wote wewe baba sio wa kwako? Iliwezekanaje? Kiuhalisia sio jambo dogo. Sio jambo dogo, yani sio tu huko nyuma, hata hapa sio kwamba hata hapa mambo yameisha. Sio mambo yameisha. Mchakato wake kikubwa tu ukiwa umekusudia kwamba mimi natafuta kwa namna yoyote, yani hata kama nitakufa nikiwa na tubu basi nife. Ni kweli sio jambo rahisi. Hata wanadamu huko nje wanashangaa kwamba we ni mwanadamu wa namna gani kusema mambo kama haya, ujue umejitafutia kifo. Lakini kuona mimi nasema mimi kwamba Mungu sasa ulikuwa na uwezo wa kuniua popote pale. Hata hao watoto ambao ninao paka leo ungewaua muda mrefu sana, lakini bado umewaacha hai paka leo, na mimi mwenyewe umeniacha hai paka leo. Unakuta sio jambo dogo, ila ukikusudia kutubu hautaogopa chochote. Ukikusudia kutubu hautaogopa hatari. Ukikusudia kutubu basi hutaogopa watu kudharau, kukucheka kwa namna yoyote. Ila kama hujakusudia basi ni rahisi kuendelea kuficha. Ni rahisi kuendelea kuficha kwamba mimi hivyo watu watanionaje nikisema hili, kwa sababu kila hatua ambayo nilikuwa nachukua, kila maelekezo ambayo nilikuwa nachukua ya mzee yalikuwa yanaongeza hatari mara mbili. Kwa sababu unaambiwa kabisa nenda polisi kajisemelee mwenyewe. Unaenda polisi unajisemelea. Kaandike barua, zipeleke. Nyingine je kanisani, nyingine ile kwa wazazi wako, nyingine kwa wazazi wa mwanaume, nyingine ende polisi. Unaandika, unaenda kuchapisha. Mimi Mary nimefanya 1 2 3 1 2 3, na barua hizo mpaka leo ninazo. Kila nilikuwa kama hiyo barua nikisema haya, hii barua napeleka, inaongeza hatari mara mbili. Unaenda, lakini bado mimi ndani ya moyo wangu, na ndio maana paka hivi leo siangaliagi kwamba kuna kitu gani ambacho kinaweza kikanikwamisha, kwa sababu hatari niliyokupitia ni kubwa kuliko hatari za sasa. Kwa hiyo naonaga kwamba saa hizi hakuna kitu ambacho kinaweza kikanifanya. Kama Mungu ameweza kunihurumia, kama Mungu ameweza kunipenda pamoja na hatari, kwa sababu kila wakati unaona kabisa kifo hiki hapa. Kama ni sumu iko hapa, unakuta tumewekewa sumu hapa wote. Lakini kuona bado Mungu pamoja na upumbavu na namna zote ambazo nilikuwa nimezifanya, bado Mungu akaendelea kunilinda. Mimi nasema basi Bwana, naomba nisaidie hata hivi kuwa hapa. Nisaidie tu niendelee kufanya vizuri.
na kuendelea kuyatengeneza haya, kwa sababu bado kutubu kwenyewe hakujawahi kufika mwisho. Yaani huwezi kusema kwamba hapa ndio nimetubu yameisha. Hamna. Kutubu kwenyewe basi ni kwa milele. Yaani kama mimi nilikosea, basi nihakikishe kwamba kwa namna yoyote mpaka naondoka kwenye maisha haya itakuwa ni kutafuta kufanya vizuri. Kwa sababu kutubu si ni kufanya kinyume cha nilivyokosea. Kwa hiyo ule uwezo ni kweli wakati mwingine ilikuwa sio jambo rahisi kulisema, ila ninashukuru Mungu sana. Sijajua Baba alikuwa anawaza nini mpaka kunipa nafasi ya kuweza kujieleza kwake, kuweza kusema na kunisaidia kwa namna nyingi mpaka nimesimama mpaka leo. Siwezi kujua kwamba alikuwa anaona nini, ila wakati mwingi najionanga kwamba mimi, na ndio maana nasema kama jana mama alivyosema kwamba sisi wengine hatakuwa na sifa. Akisimama Mary utasikia kwamba sisi wengine hatakuwa na sifa kwa sababu ya maisha kadha wa kadha tulioyaishi. Hatakuwa na vigezo vyovyote. Yaani tu mimi hata kupewa nafasi ya kuabudu mimi Mary sikustahili kwa namna yoyote. Lakini kuona mzee alinipa nafasi, na ndio maana nasemaga mara nyingi Mungu anisaidie sana nisije nikaiangusha hiyo mioyo. Kwa sababu wako wengi walipitia humo, mzee alisema mlango ule pale naomba uende. Lakini kuona mimi, kwa nini mimi sitamani kuleta fujo? Kwa hiyo natafuta kwamba ni kweli ilikuwa ni hatari, mtumishi Baraka, ilikuwa ni hatari, sio jambo dogo, na bado ni hatari mpaka hapa. Lakini namshukuru Mungu ambaye anaendelea kunihurumia na anaendelea kunifanya niendelee kuona umaana wa wema wake na rehema zake. Nadhani kwa kipande kidogo, ukitaka nifafanue zaidi basi utanitafuta. Hapo nimetuedit tudogo sana. Basi kwa wakati huu niwakaribishe wazazi hapo. Karibu baba. Chuma kweli kweli. Nianze moja kwa moja kwa kutoa pongezi kwa Mary kwa sababu ya ushuhuda ulioshuhudia. Naam. Kwamba kutubu, wanatubu ni mashujaa. Kwamba Baraka ameuliza Mary uliwezaje? Ndio. Kuweka wazi kwamba watoto sio wangu. Jibu limenyoka sana kwamba hilo jambo sio kwamba limeisha mpaka leo. Ndio. Halijaisha mitaani, na kwa namna kadha wa kadha inaweza likawa na kifupi inawezekana halitaisha mpaka mwisho wa maisha yoyote. Ndio. Ni kama kovu fulani kubwa ambalo uliumia. Ndio. Unapopona alama yake inaweza kabaki, na hata ikiguswa kidogo kikawa ni kidonda tena kibaya sana. Kweli. Lakini bado huko ndio tafsiri ya kutubu. Naam. Hiyo ndio tafsiri ya kutubu, hatutubu ya kufutika kovu yake. Naam. Na tubu inabaki kovu lake ili unawaonyesha watu, lakini sio kovu tu limepona kabisa. Ni kovu ambapo panabaki ni pabovu. Ndio. Pakiguswa na chochote panakuwa tofauti na mwili mwingine unavyokuwa. Naam. Lakini kubwa kuliko ni kwamba huo ndio maana inatajwa kutubu. Anayeweza kutubu ni shujaa. Umeuelezea mchakato fulani, ndio, ambao usahau, lakini wewe muhusika huwezi kusahau. Lakini mchakato wa kwamba unaambiwa andika barua iende kwa wazazi wako, wazazi wa mwanaume, polisi, na kwangu,
Ndiyo. Unaiandika na ulieleza, ila sikuisoma barua yenyewe kwa sababu tayari nilikuwa nimejitwisha mengi. Ndiyo. Kuisoma, nenda polisi, kajieleze mwenyewe. Unaenda polisi, unaambia mimi nilimdanganya mwanaume kwamba mtoto ni wake na sio wake, nimekuja kujisemelea. Naamini polisi walikutana na mtu ambaye hawajawahi kutana naye maishani mwao. Walikuwa wanashangaa sana, unawezaje? Naamini kabisa, na ndio maana tunatamka kwamba anayeweza kutubu ni shujaa tu. Mimi nikutie moyo wewe kwa niaba ya watu wengine watakaoshawishika kutubu kwa ushujaa kama wa kwako, kwamba nahisi umeingia kwenye rekodi kubwa sana za miongoni mwa watu ambao wamejaribu kutubu. Mama jana alikuwa na kusemelea habari ya Mary, ni sisi ambao hatukustahili. Sikutaka tu kudakia neno. Naam. Lakini somo lako kubwa wewe na kitabu chako ni kutubu. Ni hapa katikati tumekuwa sana kwenye maombi mengi, lakini hata unaposoma maombi mengi bado unarudi maombi mengi yanayoonyesha, yanayosukuma mtu kutubu. Amen. Mimi niseme usionee haya hilo eneo, kwa sababu la kutubu kwa namna zote ambazo neema ya Mungu itakuwa inakufunika. Kimsingi karibu kila unachohubiri kimejaa unyenyekevu mkubwa, na kwa sababu hiyo kina baraka kubwa. Lakini popote ambapo Mungu atakugusa, ukiwa eneo lolote, ukaflow kuhusiana tubu, naamini utakuwa ukigusa watu wengi. Kimsingi unaweza usiwaguse wakaona inawezekana ulioyafanya. Kweli. Ulioyafanya yanaonekana, hakuna mwanadamu chini ya jua anaweza kufanya hicho. Ndio maana unaweza ukakuta jamii na kushangaa kwamba hivyo umewezaje haya? Ndiyo. Lakini ukweli kwamba inaweza likawa ni kama umelitibua, ni kama ulijihatarisha, lakini ndio hekima iliyokung'aliza sola kabisa bwana. Kwa sababu kweli ni kwamba lingefichika, kwanza lingefichika, mungejitahidi kulifunikia, naam, ungebaki nyonge kwa siku nyingi. Kweli. Tufanya hatari isingekukuta hatari yoyote. Ndio. Lakini ungenyonge siku nyingi, yani ungekuwa tu ni mtu fulani unayejua hii kitu itakapokuja kulipuka watu wakasikia, sijui itakuwa kubwa kiasi gani. Ndio. Sijui italeta kiasi gani. Sijui itachukuliwa kwa gani. Mimi leo ukiniambia haijaisha, nafahamu mlango wa kwa nini haijaisha. Ndio. Ni wasemu kwamba mume wako kajitahidi kukubeba, kukupenda na kutafuta kila namna awe faraja kwako, lakini kile kitendo cha kwamba yeye mwenyewe hajaamua kuweka wazi kwa uhuru kwamba nimeamua kumbeba na madhaifu yake, kwa sababu na yeye kanibeba na madhaifu yangu. Hicho ndicho kinachoacha wakati mwingine mwanya wa adui kushambulia katikati yenu na kuonekana jambo bado ni bichi. Ndio. Lakini kimsingi hapo lilipo limeisha sana kuliko lingekuwa limefichwa. Amen. Kuliko lingekuwa limefunikiwa. Na hiyo hawezi kulazimishwa Fredi, kwamba hebu na wewe uwe na uhuru tu kwamba amenibebea mizigo, nimembebea mizigo yake kama alivyonibebea mimi. Lakini
hiyo tu nikujulishe kwamba sijui mwisho utakuwaje wa imani na maamuzi tulionayo, lakini kama Mungu ataona vema tuone mwisho wenye nguvu, ndio naamini rekodi za watu waliowahi kutubu unaweza ukawemo. Mimi kakipanda hako likoshuhudia tu, ningetamani akina engineer wafanyie kazi hapo, wakakate wachukue na aka kipande kangu ka mwisho, wakakate taweka title ya moja mwanamke aliyethubutu kumwambia mume wake kwamba watoto hao unaowalea sio wake, sio wako. Naam. Inaweza wasielewe wananchi, lakini pengine wakati mwingine ikiwa itakuwa rahisi kwako, basi utatoa clip maalum kuelezea mchakato ulivyokuwa mgumu, na hasa pengine kama Fred anaweza akaelewa dhima ya wewe kufafanua hicho, inaweza kuwa nzuri. Lakini hiyo uliyoshuhudia tu yenyewe nitaiweka hivyo hivyo ilivyo, kwa sababu najua imekaa kwa namna ambayo imetengeneza utukufu mwingi sana. Kwa hiyo katika fundisho ambalo nimekuwa kulinyambua sana na ni ushujaa wa kutubu. Ni rekodi kubwa sana. Amen. Ambayo kuna vitu utaambatanisha navyo. Eneo tu hilo la kutubu, ufike mwisho ufike tu mwisho, hata kama hujaambatanisha na mambo makubwa, lakini ufike mwisho, tufike mwisho wa imani hii. Ndio. Ile miisho tu fulani ya watu wa Mungu, naamini kabisa hautakuwa mbibi wa ovyo. Hautakuja kuwa mbibi wa ovyo, kwa sababu ya ushuhuda huo utakavyokuwa unaweza ukaleta imani na matumaini kwa watu kufanya maamuzi ya kutubu kwenye eneo kama hilo la kwako, lakini kwenye maeneo mengi. Naam. Na mama aliongezea jambo tu hapa katika vibwagizo, katika watu ambao vipaumbele vyao ukimuona tu kabisa huyu kwamba anatia moyo kwenye maeneo gani, basi akaongea kwamba Daudi Rubibi yeye ni faraja kwa wanaooa au kuolewa, yani hawa lazima watumie ujumbe wa pongezi na hongera. Lakini yote anayeoa, hata kama ataoa akiwa Kamsamba, akiwa Ikuti, akiwa Sumbawanga, akiwa Lindi, akiwa Mtwara, akiwa Tanga, naamini akimwalika Daudi Rubibi awe na uhakika Daudi atafika. Atafika, kwa sababu karama na kipawa chake ni kuwatia moyo na kuwapongeza na kuona kwa kweli wanaooa ni watu wenye akili kuliko kiumbe yoyote anayeishi duniani. Daudi hasa hii kwamba Onesmo anaoa na Marekani inanukia hii, walichangamka sana na Amoni. Wasa walikuwa wanaona hapa inabidi jamaa tutakuwa karibu naye hapa, si kuoa tu Marekani hapa. Walichangamka na Amoni. Amoni akawa anataka mpaka apeleke vyombo. Ambia anauza vyombo kwa Onesmo, vyombo jamani, kwa Onesmo vyombo vya Injili. Wewe nayo ile ni Injili. Walipomwambia kwamba hilo aliwezekana, alikata simu haraka, kaona hana akili kabisa. Ili kasema hapana, hapo arudi, hujui tu kwamba hapo watu wanacheza na vitu vingi. Naona Onesmo Marekani hapa, kwa hiyo atakuwa anavuta mmoja mmoja. Lakini Daudi Rubibi yeye vilikuwa ni vitu viwili kwa wakati mmoja, kubwa kuliko Onesmo anaoa wangu wetu. Hiyo karama ya wanaooa na kuolewa, kutiwa moyo na kuonekana wamefanya jambo la kitakatifu
kuliko utakatifu mwingine wote. Daudi Rubibi, hilo kwa kweli ni karama yake sana. Hicho kilikuwa kibwagizo tu. Ni ongeza jambo nao bi, nadhani tatizo liko hasa kwa Harune, kwa Guru na wewe Mary. Leo ndo nimeliona kwa ukubwa kwamba mnapohubiri hapo muda wote mnakuwa mmeface watu huko wanakokuwa wamekaa. Wale tunaotembea tembea hapo madhabahuni, kuna muda sura kamili huwa inaonekana tunaotembea tembea. Sasa wewe unayesimama hapo, sio lazima utembee, lakini uweko muda ambao mara kadhaa utakuwa unaangalia aidha kuifesi kamera au kuangalia kule zilizo picha, kuangalia watu wa mtandaoni, ili wakati wa kuhubiri sura yako kamili iwe inaonekana. Ndio. Kwa namna ambavyo umeangalia tu pembeni, sura inaonekana upande tu mmoja wa huku na pua tu, ni kwamba kufahamika unayehubiri ni nani. Ndio. Wakati mtu anakusikiliza kwenye mtandao, kufahamika ni kujua anayehubiri nani sio rahisi. Kweli. Na kijumisha na hotuba ilivyomaliza sura, kwa hiyo imekuwa tofauti kabisa, sio yule tena. Huyu ni Mary mwingine kabisa, mwingine kana kwamba yule yani huyu aliumbwa upya kila kitu. Kweli. Hawezi kufahamu kwamba naye ubiri Mary yule.